Haki inaweza kufananishwa na mto unaobeba maji ya uhai wa jamii. Lakini pale mto huo unapozibwa na mawe ya ucheleweshwaji, mrundikano wa kesi au umbali wa mahakama, wananchi wengi hukosa kiu yao ya haki. Kwa miaka mingi changamoto hiyo iliwakumba wakazi wa Zanzibar, ambapo mashauri ya jinai yalichukua hadi miaka 4 kusikilizwa na kuamuliwa. Lakini leo taswira hiyo imebadilika kabisa. Hatua kadhaa zimechukuliwa na kuleta matumaini mapya kwa wananchi. Muda wa usikilizwaji wa mashauri hasa ya udhalilishaji umepungua kwa kiasi kikubwa, na sasa wastani wake ni miezi 7 pekee. Mahakama mpya zenye miundombinu ya kisasa baadhi yake zimekamilika, na nyingine nazo zikiwa katika hatua za mwisho za ujenzi. Na hii ni kwa upande wa Unguja pamoja na Pemba. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika awamu hii ya Dr. Hussein Ali Mwinyi imeweza kutujengea majengo 7 kutoka katika bajeti ya serikali. Kwa sababu hali yetu haikuwa nzuri, majengo yetu yalikuwa ni makongwe na machakavu na ni ya zamani sana. Kwa mfano jengo letu la Mahakama Kuu pale Vuga ambalo tumehama ni jengo ambalo limejengwa mwaka 1904 na limeanza kazi mwaka 1908. Kwa hiyo 2020 tayari idadi ya watu Zanzibar imeongezeka, idadi ya mashauri Zanzibar imeongezeka. Kwa serikali iliona haja ya kujenga majengo mapya, likiwemo jengo hili ambalo tumo la Mahakama Kuu, ambalo majaji wanaweza kufanya kazi zao kwa utulivu kabisa. Ni majengo ambayo yanaendana na zile kazi zetu ambazo tunazifanya mahakamani, ambazo majengo haya yatarahisisha kutolewa huduma kwa ufanisi na katika kiwango kikubwa. Kwa hiyo utofauti uko mkubwa, kwa maana ya kwamba wananchi wetu kwa sasa wanakaa katika maeneo ambayo wanajisikia kwa very comfortable na wanapata huduma katika maeneo mazuri. Na hata sisi mahakimu, kama unaona ofisi zetu hizi, huko tunakotoka ofisi zetu zilikuwa sio rafiki sana. Kwa upande wa Pemba, maboresho yametunufaisha sana, kwa sababu sasa hivi kuna majengo ambayo yanaendelea kujengwa ya mahakama. Kuna majengo 3 ambayo moja ni la mahakama ya mkoa na mawili ni mahakama ya wilaya. Lakini pia kuna jengo au kituo jumuishi cha utoaji haki, ambapo pia tunaweza tukasema kama ni mahakama kuu, nalo linaendelea kujengwa hilo jengo. Kwa hivyo vile vile tumekuwa tukishirikiana sana na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu katika masuala ya mafunzo. Tumepata mafunzo mbalimbali. Takwimu zinaonyesha wazi mabadiliko hayo, ambapo mwaka 2020-2021 mashauri ya udhalilishaji yaliyofikishwa mahakamani yalikuwa 1281. Lakini kufikia mwaka 2025 mashauri hayo yamepungua hadi kufikia 358 pekee, ikiwa ni ishara ya maboresho makubwa katika kushughulikia kesi. Maboresho haya hayakuishia katika miundombinu pekee, kwani mfumo wa kidijitali wa uendeshaji wa kesi pia umeanzishwa, na mfano wake dhahiri unaonekana katika mahakama ya mkoa mjini Magharibi. Imeshafungwa miundombinu ambayo tunaweza kusikiliza kesi kwa njia ya online, na hii inaharakisha sana uendeshaji wa kesi. Lakini uhalifu mwingi sasa hivi, cyber crimes hizi, kumekuwa na mifumo mingi sana ambayo inatumia teknolojia katika utendaji wa makosa ya jinai. Kwa hiyo mahakama utumiaji wake wa uendeshaji wa kesi kwa kutumia mifumo ya kiteknolojia imeweza sana kuenda kuangalia kesi hizi ambazo zinatendwa katika mifumo ya kiteknolojia au ya kidigitali. Serikali ilitenga pesa nyingi kwa ajili ya utekelezaji katika eneo hili, lakini vile vile eneo hili vile limepata fedha nyingi kutoka World Bank. Hivi tunavyozungumza tumo katika kipindi cha ujenzi wa mifumo ya usikilizaji wa mashauri. Tunategemea mapema mwakani mahakama itaanza usikilizaji wa mashauri yake kwa njia za kielektroniki. Watu watakuwa na uwezo wao wenyewe kufungua mashauri yao, sio lazima waende katika mahakama zetu. Kuna watu wanaweza kawa nasema kwamba majengo sio haki, lakini majengo ya Zanzibar jinsi yalivyokuwa, wakati tunafanya ule utafiti wa changamoto za kimahakama, tulikuta majengo yalikuwa na changamoto nyingi sana. Kimsingi mahakama ya Zanzibar ilikuwa haina majengo ya kisasa ya kuweza kutoa haki kwa wananchi. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa sana kati ya majengo. Majengo yanapokuwa na imarika, ni kwamba hata wafanyakazi wanafanya kazi zao kwa
kwa ustaa zaidi, wanafanya kazi zao kwa ubora zaidi. Lakini pia majengo yalikuwepo yalikuwa yanakosa nafasi, yanakosa mambo ya kisasa. Kwa mfano maeneo ya huduma za watoto, kulikuwa hakuna maeneo ya kupumzikia kwa wananchi wanapokuja mahakamani, kulikuwa hakuna vyumba maalum kwa ajili ya kusikiliza kesi maalum, lakini pia maeneo ya huduma za dharura, kwa mfano first aid kit, pamoja na maeneo ya watoto. Tumeona sasa hivi majengo ya mahakama yana hadi maeneo ya kupumzisha wajawazito, watu wenye watoto. Hayo yote yalikuwa yanakosekana. Kwa hiyo utaona kwamba ni kwa namna gani kwamba sisi tunaona kabisa haya maboresho yaliyofanyika miaka 5 ni makubwa sana. Mnamo Septemba 17 mwaka 2022, Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alizindua ripoti maalum ya mahitaji ya mfumo wa mahakama iliyoandaliwa na mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Napenda nitoe shukrani zangu kwa mara nyingine tena kwa taasisi hii kuamua kufungua ofisi yake hapa Zanzibar. Napongeza ushirikiano ambao kwa muda mfupi taasisi hii imekuwa ikiutoa kwa serikali kupitia Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Kwa hakika ushiriki wenu katika mchakato wa marekebisho ya sheria, utoaji wa mafunzo kwa waheshimiwa majaji na mahakimu, pamoja na kuzijengea uwezo taasisi mbalimbali za kiraia ni jambo la kupongezwa. Asanteni sana na hongereni sana. Kabla hatujafanya yote haya, mwaka 2021 kituo cha THRDC ndiyo taasisi ya mwanzo ambayo tulifanya nayo kazi pamoja, na wao walikuja kuangalia ili mahakama ifanyiwe mabadiliko, basi tunahitaji kitu gani na kitu gani na kitu gani. Kwa hiyo walitusaidia kutengeneza needs assessment, kitu gani tunakihitaji. Wakapita na wakauliza wananchi mbali huko, na wakaja na mambo mbali ambao wanahisi wao mahakama yakirekebisha mambo hayo, basi mahakama itapata manufaa makubwa sana. Waligundua kwamba proceedings zinachelewa, mashauri yanachelewa mahakamani, miundombinu haiko vizuri ya kimahakama, ikiwemo majengo na miundombinu mingine. Kwa hiyo ripoti ile ambayo walitengeneza wenzetu THRDC ndio iliyotuwezesha kufanya maboresho yote ya mahakama ambayo tumefikia sasa hivi. Naibu mrajisi wa Mahakama Kuu ya Zanzibar, Mheshimiwa Faraji Shomari Juma, anakumbuka mafunzo na warsha zilizotolewa kwa ushirikiano na THRDC kuwa zimekuwa chachu kubwa katika kuongeza ufanisi wa utendaji wa mahakama. Kumefaidikaje kuhusiana na swala zima la mafunzo ambayo tunapata kupitia Tanzania Human Rights Defender Coalition ni kwamba mafunzo yale yamesaidia katika mhimili wa mahakama, kwa sababu mara nyingi sana mafunzo ambayo tunapata kupitia kwao yanahusiana na masuala zima ya haki za binadamu, na katika haki za binadamu hata uendeshaji wa kesi pia nao inabidi tutumie mbinu hizo za kuwapa kuhusiana na haki za binadamu. Na kwa sasa hivi mahakimu wetu wengi na majaji ni watu ambao wako vizuri katika fani hii ya kudili na haki za binadamu mahakamani. Kwanza tunafurahi kwa sababu viongozi wa mahakama na kada zote ambazo zipo katika mfumo wa haki wanafurahishwa na kazi zetu, na sisi kama wadau au washirika muhimu sana katika masuala ya haki za binadamu na utawala bora inatupa moyo na inaendelea. Ni kama vile unavyoona gari linatiwa mafuta, kwa ni kama vile unatutia morali ya kuendelea kufanya kazi vizuri. Lakini tunaamini katika kufanikisha masuala ya haki za binadamu na utawala wa kisheria ni lazima tuendelee kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo tunafurahi tunapoona kwamba viongozi wa mahakama wanatuzungumzia vyema, lakini pia na sisi kama mtandao tuna kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema ni changamoto au ni challenge ambayo wanatupa kwamba tuongeze bidii. Tulichokifanya kwa nafasi yetu tusiridhike nacho, tusijione kabisa kwamba tumekamilisha kila jambo. Tuna haja kubwa sana ya kuangalia namna gani tunavyoweza kuendelea kujenga mahusiano yetu ambayo tumeendelea kwa tunayajenga, na nadhani kwamba yote ambayo tumeanza nayo tutaendelea nayo.
Jina langu Shadida Omar Ali, ni program officer lakini pia ni acting coordinator mtandao wa tetezi wa haki za binadamu ofisi ya Zanzibar. Ni kweli kwa kiasi kikubwa kwa upande wa Zanzibar, baada tu ya kuanzisha taasisi tukaona kuna haja, baada ya malalamiko mengi ya wananchi kuhusiana na masuala ya haki lakini pia na uvunjifu wa haki za binadamu, tukaona tufanye assessment kwa ajili ya kuona mapungufu yako wapi kwa lengo la kusaidia mahakama lakini pia kusaidia jamii katika kutendewa haki zao. Kwa hiyo ile need assessment ambayo tuliifanya ilikuwa ni katika kuboresha maeneo ya mahakama lakini pia kupata haki. Ama kweli, matumaini ya upatikanaji wa haki kwa wakati na kwa staha sasa yanagusa kila nyanja za maisha ya wananchi. Hali ya mahakama ya kadhi nayo vile vile imezidi kuboreka, ni tofauti na pale awali ambapo kwamba tulikuwa tupo katika majengo ambayo kwamba yana dhiki, labda tuseme kwamba nafasi hazitoshi. Nimeridhika kwa sababu wanakwenda hatua kwa hatua. Kwa ukija hapa unasikilizwa kwa wakati, kwa muda, yani unapewa kipaumbele, yani hakuna ule upendeleo labda ukacheleweshwa ukafanywa hivi, hapana. Mimi kwa jina naitwa Asha Ali Hassan, ni mwandishi wa habari kutoka shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Tutaenda kupata ile sehemu ya uhuru wa kutolewa haki lakini pia na usawa, lakini pia kuweza watendaji kufanya kazi katika mazingira yaliyokuwa mazuri, na ndio inavyotakiwa, kutokana na kwamba ili haki iweze kutendeka lazima ipatikane mazingira rafiki, lakini pia watendaji wawe huru na hata wanaohukumiwa ama kuweza kutoa ushahidi wapate maeneo ambayo yako mazuri. Kwa jina naitwa Zuena Manga, ni mwandishi wa habari kutoka shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Na hiki ambacho leo tumekiona na kukishuhudia kwa pamoja, tumeona mafanikio makubwa ndani ya miaka mitano ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuzifungua hizi mahakama Unguja na Pemba. Sasa kinachotakiwa kwamba watendaji wajibike ipasavyo kama Mheshimiwa Rais ambavyo ametoa maelekezo, watendaji wajibike ipasavyo, lakini vile vile watu kuzitumia mahakama hizi kwa namna ya kutoa ushahidi pale ambapo kunahitajika ushahidi kwa namna moja ama nyingine. Kwa jina naitwa Akili HMZ, natokea ofisi ya Rem Advocates and Associates. Hasa nimependa zaidi kwenye hatua ya chumba cha huduma ya kwanza, kwa sababu kiuhalisia tumekuwa tunapata tatizo la mashahidi ama wadai kudondoka kwa pressure mahakamani. Najua mahakama sio ni urafiki, na tunaomba liwepo pia ni jambo endelevu, iwe kwamba ni jambo endelevu ambapo hata hizo facilities zote ambazo zipo ziwe na watendakazi wake, ile liwe jambo ambalo ni endelevu kwa manufaa ya wananchi na watumishi wote wa mahakama kwa ujumla. Jina langu naitwa Naimu Ramadhani Pandu. Mimi ni mzee wa mahakama ya watoto wa mkoa wa Mjini Magharibi. Leo mahakama hii imetupa faraja kubwa kuona watoto na wao wamepewa mahakama yao, na kwamba watoto kakuwa wamepewa mahakama yao, faragha ile ya watoto na sheria zile za watoto za kudili mambo ya kihaki zitakuwa zinakwenda vizuri. Mimi ni Rauhia Hassan Bakari, ni hakimu mahakama ya wilaya Zanzibar, lakini pia ni hakimu dhamana katika mahakama hii ya wilaya ya Mazizini. Sisi kama wanawake tumepata sehemu mbalimbali zikiwemo za kunyonyeshea watoto, sehemu za usikilizaji wa mashauri ya udhalilishaji, sehemu ya chumba cha dharura ikiwa kutatokea shida yoyote ya kiafya. Pongezi hizi na matumaini mapya ya utoaji haki hazijaishia hapa tu, zimewafikia mpaka viongozi wa kada mbalimbali. Kwa kweli hili jambo litasaidia sana wananchi baada ya kuhangaika kuzifuatia mahakama, huduma zao zitapewa katika maeneo yao. Kwa hivyo ni kwingine tumeona na tumeshuhudia mambo ya kisasa kabisa ndani, kila huduma inapatikana, kila mtu kwa rika yake, kwa aina yake, basi atapata huduma hiyo. Kwa mimi nishukuru sana jitihada iliyofanywa na rais wetu, na niwatakie heri watu wa mahakama, kwa jaji mkuu na majaji wote kwa jinsi walivyobahatika kupata fursa hii. Mimi jina langu naitwa Said Sud Saidi, mwenyekiti wa chama cha AFP Tanzania, nikiwa pia mtiania wa kugombea urais wa Zanzibar. Kwa kweli nimefarajika kuona maendeleo yaliyopo ni makubwa kiasi cha kwamba ni ya kupigiwa mfano, kwa sababu leo nimefika mwenyewe hapa mahakama ambayo imefunguliwa na Mheshimiwa Rais. Mahakama kubwa sana ambayo unaweza ukalinganisha hata katika nchi za magharibi mahakama kama hii zipo. Kwa hapa karibuni si rahisi. Jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba
tumepiga hatua ya kutoka pale ambapo tulikuwa na sasa tulipo, kwamba leo mtu anakuja mahakamani anajisahau kabisa, anaona kama ameingia ikulu ndogo, kumbe ni pahala pa sheria, pahala ambapo pengine panaweza pakampa adhabu, lakini anafurahia. Mimi naitwa Juma Said Sanani, ni mgombea uwakilishi jimbo la Bububu, chama cha ACT Wazalendo. Leo nimefika hapa mahakama mpya ya mkoa wa Mjini Magharibi ili kurekebisha hati yangu ya kiapo. Kwa hakika inapendeza kwa sababu huduma ni nzuri na jengo ni zuri na watendaji wanaonekana wamejipanga, tunaweza tukapata huduma nzuri siku za baadaye. Kwa majina anaitwa Joseph Shaban Magazi, ni wakili wa kujitegemea, lakini pia ni rais wa jumuiya ya mawakili Zanzibar. Ningependa kushauri pia, kwa sababu miundombinu ya majengo imefanyika kwa kiwango kikubwa na teknolojia, lakini sasa tunataka tuongeze katika manpower zaidi, tupate maafisa au watendaji zaidi, mahakimu tupate zaidi, na ikiwezekana na majaji pia waongezwe. Lakini pia sasa hivi nashauri pia serikali iangalie pia katika mahakama za ardhi. Kwa bahati mbaya sana mahakama ya ardhi haipo chini ya mahakama kuu, ipo chini ya Wizara ya Ardhi, lakini majengo yake bado yanahitaji maboresho. Mimi naitwa Slim Said Abdallah, ni wakili wa kujitegemea na ni rais mstaafu wa jumuiya ya mawakili Zanzibar. Zamani ilikuwa tu changamoto kubwa ya kumpata shahidi ambaye yuko nje ya Zanzibar, yuko nje ya nchi. Tunapokuwa na mahakama ambazo zina huduma ikiwemo ya multimedia services, yani huduma ya mahakama ambazo ina miundombinu inayowezesha ufanyaji kazi kwa njia ya kimtandao. Maana yake hata shahidi ambaye yuko nje ya Zanzibar, yuko nje ya nchi, bado anaweza kufikiwa na akaweza kutoa shahidi wake, hivyo kesi ucheleweshaji utapungua kwa kiasi kikubwa. Mimi naitwa Msemo Mavare, ni naibu mkuu wa shule ya sheria Zanzibar. Inabakia sasa kwa watendaji wenyewe, kwa maana ya waheshimiwa majaji, mahakimu na makadhi, kutumia sasa fursa hii ambayo imepatikana kutekeleza au kuifanya ndoto hii wanaoiona wananchi iwe ni halisi. Kwa jina naitwa Salma Marizeni, mimi ni wakili, natokea jumuiya wanasheria wanawake Zanzibar za Fela. Tungeomba hizi mahakama zetu, hasa mahakama kadhi, wapewe mafunzo kwa namna gani wanaweza kuandika haya maamuzi, ili wale ambao wanaenda kuyatekeleza yale maamuzi iwe rahisi kuzifanyia kazi na mtu akapata haki yake kiurahisi. Naitwa Jamila Mahmud, ni mkurugenzi kwenye jumuiya ya wanasheria wanawake Zanzibar, lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya watetezi wa haki za binadamu kwa upande wa Zanzibar. Bado katika mahakama zetu kuna changamoto ya masuala ya expertise, so professional ni expert. Kwa mfano labda wale mahakimu ambao wanashughulika na masuala ya kesi za jinai au masuala ya kesi za watoto, bado hatujakuwa na watu maalum. Maana tunakuta hakimu huyo au jaji huyo anakuwa na kesi za jinai, ana kesi za watoto, ana kesi za madai. Kwa hiyo unakuta kwamba hakuna mpangilio mzuri, lakini pia inawafanya washindwe kuwa weledi katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa sababu tunajua kwamba mtu akiwa specialize katika sekta fulani, basi anaweza kuifanyia kazi vizuri zaidi kuliko akiwa anachupia. Ili kuhakikisha kasi hii ya mabadiliko haipotei, Jaji Mkuu Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah ameunda kamati maalum zinazosaidia katika kusimamia na kuimarisha uendeshaji wa shughuli za kimahakama. Tuna kamati ya reforms, yani maboresho, tuna kamati ya elimu, tuna kamati ya kanuni, tuna kamati ya takwimu na tuna kamati ya ukaguzi. Kamati zote hizi zinaongozwa na majaji, kwa hiyo zimeleta tija kubwa. Kamati hizi zina tija kubwa ambazo zinasaidia katika reform zetu za mahakama. Mratibu kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, THRDC, wakili Onesmo Olengurumwa, anasema huu ni mwanga wa matumaini makubwa na ndo kwanza ni kichocheo cha ushirikiano baina yao na mahakama za Tanzania. Jivunia kwamba tumekuwa sehemu ya maboresho haya upande wa Zanzibar, tumekuwa ni sehemu ya mafanikio haya ambayo
serikali hii ya Zanzibar ya awamu ya 5 ya Rais Mwinyi pamoja na Jaji Mkuu imefanya mambo makubwa sana. Jaji Mkuu toka anaingia madarakani alikuwa na nia yake kubwa ni kuona mabadiliko makubwa ya kimahakama, na jambo la kumsifu sana Jaji Mkuu ni kwamba amekuwa ni mtu ambaye yuko karibu na watu, amekuwa ni mtu ambaye amekubali kufanya kazi na wadau, na maboresho unayoyaona leo, na sisi wadau tuna sehemu ya maboresho kwa sababu sisi ni sehemu ya wananchi na tunapaswa kuwa sehemu ya kuunga mkono serikali zetu zinapokuwa na nia ya kutaka kufanya maboresho katika mifumo mbalimbali ya kiuongozi, mifumo mbalimbali ya kiserikali. Sisi na mahakama ni watu ambao huwezi kutenganisha. Mimi pia kama wakili, lakini mimi kama mtu ambaye natoka kwenye mtandao wa utetezi wa haki za binadamu, mahakama ni sehemu ambayo ni mdau mkubwa sana wa haki. Kwa hiyo tunapokuwa nao karibu, tunakuwa tumeisaidia na yenyewe kutenda haki, badala ya kulaumiana kufanya mikutano hapa na pale. Tunashukuru tumeona mambo, lakini bado mambo mengi yanahitajika kufanyika. Bado safari ya maboresho ni ndefu, lakini tunaamini siku moja mahakama za Zanzibar zitakuwa ni mahakama ya mfano ya kuigwa katika Afrika Mashariki. Hakika zipo simulizi nyingi ndefu na tamu za kusimulia kuhusu maboresho ya mahakama. Hata hivyo, kwa leo tumekuletea baadhi tu ili ukumbuke namna ya safari ya utoaji haki inavyozidi kupiga hatua na kufungua ukurasa wa matumaini mapya kwa wananchi. Hadi kufikia hapa nafika tamati ya makala hii. Jina langu ni Harith Jaha.